Tukielekea huko Tel Aviv, meya wa jiji la Tel Aviv anafichua kwamba zaidi ya makazi 1000 yameharibiwa vibaya katika kipindi cha vita kati ya Israel na Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akisema kwamba makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani za Iran ziliweza kufanya uharibifu huo. Meya wa Tel Aviv alifichua zaidi ya nyumba 1000 ambazo haziwezi kukaliwa kutokana na vita vya Iran. Maafisa wa Israel wanakadiria gharama ya vita hivi vya siku 40 dhidi ya Iran na Lebanon kuwa ni takribani dola bilioni 17.5. Zaidi ya nyumba 1000 huko Tel Aviv zimeachwa bila kukaliwa kutokana na vita vya hivi majuzi dhidi ya Iran, meya wa jiji hilo Ron Huldai amesema. Kupitia idhaa ya 12 ya Israel ilimnukuu Huldai ambaye alisema zaidi ya nyumba 1000 huko Tel Aviv hazifai tena kwa makazi kwa sababu ya uharibifu uliosababishwa na makombora na ndege zisizokuwa na rubani za Iran. Wakati wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilivyoanza tarehe 28 Februari, Tehran ilirusha makombora ya kulipiza kisasi mara kwa mara na ndege zisizokuwa na rubani katika miji mikubwa ya Israel kujibu mashambulizi makubwa katika ardhi ya Iran. Baadhi ya makombora na mabomu kutoka kwa majaribio ya kukatiza yalipiga majengo huko Tel Aviv, Ramat Gan na Bnei Brak na kuua na kujeruhi watu kadhaa na kusababisha uharibifu mkubwa katika nyumba, magari na miundombinu. Channel 12 pia imeripoti mapema wiki hii kwamba maafisa wa Israel wanakadiria gharama ya siku 40 za vita vya Iran na Israel karibu ni dola 17.5. Idadi hiyo haijumuishi gharama za ujenzi mpya au hasara kutoka kwa uharibifu wa sehemu nyingine za uchumi wa Israel wakati wa mapigano. Lakini pia hilo ni eneo moja tu la Tel Aviv. Bado hakuna taarifa ya tathmini iliyofanyika katika maeneo mengine. Kulingana na vyombo vya habari vya Israel, karibu wa Israel 30,000 wamewasilisha madai kwenye mfuko wa fidia wa mamlaka ya ushuru ya Israel kwa uharibifu wa moja kwa moja kwa mali, ikiwa ni pamoja na madai 18,408 yanayohusiana na majengo, madai mengine 2,594 kwa vifaa na madai 6,617 kwa magari. Tovuti ya uchumi ya Israel Calcalist imeripoti wiki iliyopita kwamba vita vya siku 12 dhidi ya Iran mwezi Juni mwaka uliopita viligharimu takribani dola milioni 753 za fidia kwa wafanyabiashara. Wizara ya Fedha inakadiria kuwa gharama za fidia kutokana na vita vilivyopiganwa kati ya tarehe 28 Februari na hadi Aprili zitafikia dola bilioni 2.2. Usitishaji wa vita ulianza tarehe 8 Aprili baada ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran yaliyoandaliwa katika mji mkuu wa Pakistan na kushindwa kutoa makubaliano ya mwisho ya kumaliza vita. Hata hivyo, mazungumzo hayo yalipangwa tena kufanyika siku ya leo Jumatatu, lakini Iran imesema haitohudhuria katika mazungumzo hayo kutokana na kwamba Marekani imekuwa ikikiuka makubaliano ya mara kwa mara na imeweka mashinikizo makubwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii ndio sababu ambayo imeifanya Iran isiingie katika mkutano wa kufanya makubaliano kati yake na Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.